Sasa wokovu wa dhambi ule upesi, Yesu akoja kukuokoa. Tena kwa nini unatendewa leo ni siku ya kuokoka? Tena kwa nini unatendewa leo ni siku ya kuokoka? Ulikimbia Yesu Mwokozi aliyekukomboa kwa damu. Usikimbie mali zaidi, ila urudi uje upesi. Usikimbie mali zaidi, ila urudi uje upesi. Katika dhambi utaiona rahisi hata kidogo. Yesu mwenyewe atakujaza raha ya kweli ndani ya roho. Yesu mwenyewe atakujaza raha ya kweli ndani ya roho. Yesu mwenyewe atakujaza raha ya kweli ndani ya roho. Mpendwa wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa sababu ya jioni njema kwa ajili yetu. Asante kwa sababu ya presence yako. Tunaomba jina lako lisifiwe. Asante kwa sababu tunaamini ya kuwa unajua mashida zetu, na ndio maana ulituita sema tukuje tuzungumzane na wewe. Ukatuambia aseme hata dhambi zetu zikikuwa nyekundu sawa vile damu, utazigeuza nyeupe sawa vile theluji. Na hiyo kwa hiyo tumaini ndio maana tulikuja hapa. Na kulomba utusamehe Bwana. Utusamehe kabisa sana Bwana. Kwa sababu tuko batenda dhambi wasiyostahili. Utuhurumie chini ya damu yako. Tunaweka mikono yetu kwa ajili ya kondoo aliyechinjwa, na tuna confesser par la foi ya kuwa tuko na problem ndani ya maisha yetu, ya kuwa hatustahili, ya kuwa tuko wachafu Bwana. Na tunaamini ya kuwa mwana kondoo uliyochinja utasamehe makosa na dhambi zetu. Zote zifuniko chini ya damu yako. Ututumikishe sasa vile chombo kwa mikono yako katika jioni ya leo, kadiri ya mapenzi yako Bwana, kwa ajili watoto yako uweze kupata chakula na kunywa kutoka mwamba katika jioni ya leo. Asante Bwana, naamini ya kuwa utatutia nguvu mpya na kutuongezea imani katika jioni ya leo. Upewe sifa kwa sababu utaitenda. Sababu tunaomba kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Amen. Ndugu atusomee neno. Hesabu 12 mstari wa 8. Tunasoma mjina la Bwana Yesu Kristo. Toa fimbo na kusanya makutano, wewe na Haruni ndugu yako, na museme na mwamba mbele ya macho yao, ili utoe maji yake, nao utatokezea maji toka mwamba. Hivi utanywesha maji makutano na ngombe zao. Musa akatoa fimbo kutoka mbele ya Bwana kama alivyomwagiza. Musa na Haruni wakakusanya makutano mbele ya Bwana. Akawaambia, sikieni sasa ninyi waasi, sisi tutawatokezea ninyi maji toka mwamba huu. Musa akanyosha mkono wake akapiga mwamba mara mbili kwa fimbo yake,
maji yakatoka mengi, makutano wakakunywa na ng'ombe zao. Bwana kawaambia Musa na Haruni, kwa sababu hamukuniamini kwa kunitakasa machoni mwa wana wa Israeli, kwa hivi hamutaingiza kusanyiko hili ndani ya nchi ambayo niliwapa. Haya ni maji ya Meriba, kwa sababu wana wa Israeli walishindana na Bwana, naye alijionyesha kuwa mtakatifu kati yao. Amen. Amen. Mungu abariki usomi wa neno lake. Tutaweza keti. Tunaendelea na somo letu Parler au rocher. Nena na mwamba. Amen. Amen. Ni wakati wa kunena na mwamba. Haleluya. Amen. Tuko tunajifunza ile mwamba ambayo nilijiwe kwa usemi wa huku kwetu. Lijiwe yenye ilikuwa mjango, yenye ilikuwa natembea, yenye ilikuwa nafuata watoto wa Israeli. Tuko tunaiangalia, tunasema ya kuwa ni Yesu Kristo. Je, ni vya kweli ni Yesu Kristo? Amen. Amen. Tuko tunaikompare, tuiangalie mzuri. Ile lijiwe ilikuwa ya namna gani? Juu tujue ile lijiwe leo ni nini. Haleluya. Amen. Kwa sababu mambo yaliyofanyika katika Agano la Kale ilikuwa mifano, lakini leo tunaiona katika ukweli wa Agano Jipya. Haleluya. Amen. Na hivyo tuliona ya kuwa ile mwamba ilikuwa imekisha Israeli walikuwa karibu kukufa. Haleluya. Amen. Walikuwa walishasikia kiu sana. Kila mtu anaanza kujilamante, anaanza kuona kuna mwingine msaada. Haleluya. Amen. Musa akakimbia mbio akaenda omba Mungu. Wakati aliomba Mungu, Mungu akatuma msaada. Haleluya. Amen. Na msaada ilikuwa nini? Ilikuwa ni kumwambia upande kumulima, uite watoto wote wa Israeli, kisha wakusanyike pembeni ya mwamba. Wewe utanena na mwamba na mwamba itatoa maji. Haleluya. Amen. Tukaona kwanza ya kuwa haiwezekani haingekuwa lijiwe tu pekee, kwa sababu lijiwe halina masikio kusudi lisikie litoe maji. Lakini Mungu alisema alijua ya kuwa ni mfano wa kitu kenye kitakuya. Haleluya. Amen. Na hivyo kwa sababu ilikuwa mfano, Mungu alilifanya kwamba likuwe na masikio na likasikia. Haleluya. Amen. Kwa sababu ilikuwa ni mfano wa Mungu wetu. Haleluya. Amen. Na hapo tuliona ya kuwa wakati Musa akaenda kunena na mwamba, alibeba mikono ilikuwa ni fimbo. Haleluya. Amen. Na hiyo fimbo tukasema ilikuwa nini? Hiyo fimbo ilikuwa ni hukumu ya Mungu, ilikuwa na representation de Dieu, ama neno la Mungu la kuhukumu. Haleluya. Amen. Wakati alifika pale akaita Israeli wote. Wakati anaita Israeli wote pembeni ya vijiwe. Haleluya. Amen. Akamwambia mkuya hapa nyie baasi, niwafanyizie ishara yenye Mungu alikuwa alisema. Haleluya. Amen. Tukaona ya kuwa wakati akaenda akapiga fimbo, wakati alipiga fimbo ile lijiwe kapasuka ikatoa maji. Alipiga fimbo mara pili ikatoa maji. Haleluya. Amen. Wakati maji ilitoka, nabii anasema haiko tu maji ndio ilikuwa pale. Ni kweli watu walikunywa maji. Kila mtu akatosheka akajisikia iko bien. Haleluya. Amen. Nabii akasema ni mfano wetu leo, wakati yoyote tunapokuwa na kiu ndani ya hii safari yenye tuko nayo, twende tu tunaenda na mwamba atatupatia maji. Amen. Haleluya. Amen. Wakati kuko mtenda dhambi, tumwewe wapi? Kumwamba, aende sema na mwamba atamupa maji na kunywa na basi. Amen. Maisha ya dhambi inaisha. Haleluya. Amen. Wakati kuko mzinifu, tumulete tu kumwamba, atanena na mwamba, mzinifu utaisha ndani yake. Hata kama uko waingambe namna gani, umekauka namna gani, hakuna espari tena ndani yako. Haleluya. Amen. Umetenda dhambi, umefika mwisho, kuya tu kionja kumaji kutoka mwamba, hautarudilia tena vile. Amen. Haleluya. Hata mtu ametembelea namna gani, bana sema hawezi tena okoka, ukikia tu kunywa kumaji kutoka mwamba, utajisikia ya kuwa umepumzika ndani ya roho. Amen. Haleluya. Na njoo Yesu akasema, njoni kwangu nyie wenye kuelemewa na mizigo mizito. Haleluya. Amen. Akasema tena ya kuwa kweli mie ni chakula na mie niko maji. Haleluya. Amen. Kwa sababu ndani ya mwamba pia palikuwa chakula tuliviona. Haleluya. Amen. Si tunakumbuka? Ndio. Tunakumbuka ya kuwa nyuki zilikia zikatengeneza ndani, zikatengeneza asali mule ndani ya mwamba. Haleluya. Amen. Na Israeli wakakia ona asali inaanza kutiririka kutoka ndani ya mwamba. Ile yote ilikuwa na maana. Haleluya. Amen. Na wakati kila Mwisraeli alikuwa anafika pale, analambula anakula, analambula anakula. Haleluya. Amen. Ndani ya mwamba pia mlikuwa chakula. Nabii akatuambia ni sawa sawa wakati tunatoka reyelema, tunajisepare na dunia.
Mungu ana prepare bon moment pour nous. Wakati mzuri kwa ajili yetu. Haleluya. Amen. Ana prepare vitu vya mzuri. Haleluya. Amen. Bien sûr maisha ya Kristo ni maisha ya taabu, lakini haiko kulia kila siku. Haleluya. Amen. Tuko pamoja. Amen. Ni maisha kabisa ya uaskari, lakini haiko kila siku kulia tu. Amen. Tunapigana katika ulimwengu wa roho, lakini tuko na madroa zetu. Haleluya. Amen. Kwa sababu ingekuwa ni kulia kila siku, Yesu angesema aseme, "Mniombe venye mnapenda kusudi furaha yenu iwe kamilifu mbele ya watu wote." Amen. Kusudi la Mungu sio kwamba tulie. Kusudi la Mungu haiko kwa sababu kwamba jamaa yako itaabike. Amen. Kusudi la Mungu ni kwamba wewe ukuwe na furaha. Yote venye Mungu anafanyaka ni kusudi atupatie sie furaha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na ndio maana alisema mie niko mai na niko chakula. Soma. Jean 6:30. Yohana sura 6:32. Ndio mpaka 35. Jean 6:30 à 35. Tunasoma jina Yesu Kristo. Ndio. Yesu akawaambia, kweli kweli nawaambia ninyi, siye Musa aliyewapa ninyi mkate ule toka mbinguni. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ninawaambia mie, na ile maana mlikuwa kama mjangwa. Ile asali mlilambulaka, iko Musa ndio alibapatiaka. Amen. Haleluya. Amen. Nani sasa mwenye alibapatiaka? Haleluya. Amen. Ninawaambia mie, ile maji yenye mlikunywaka mjangwa, haiko Musa ndio alibapatiaka. Amen. Mwenye alibapatiaka ni mwamba. Na ule mwamba ndio mie. Amen. Haleluya. Amen. Sio Musa ndio alibapatiaka. Twende. Lakini Baba yangu anawapa ninyi mkate wa kweli toka mbinguni. Lakini Baba yangu ndio mwenye aliwapatia ile mkate wa zamani, na ndio mwenye anawapatia hii mkate wa kweli kutoka mbinguni. Ndio sababu mkate wa Mungu ni ule unaoshuka toka mbinguni. Kwa sababu mkate wa Mungu leo niko nawaambia wewe Wafarisayo, ishashuka kutoka kwa mbingu, iko hapa. Haleluya. Amen. Twende. Na kupa dunia uzima. Na ile mkate nakia kupatia dunia uzima. Basi wakamwambia, batu wakaanza mwambia hapo, Bwana, siku zote utupe mkate huu. Haleluya. Amen. Kama ni hivi utupatie ile mkate kila siku. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mtu anahitaji ile mkate. Amen. Bwana tupatie ile mkate kama ni hivyo. Haleluya. Amen. Sasa mwambie haiko Musa ndio mwenye alipanaka ile mkate mjangwa. Haleluya. Amen. Haiko Musa ndio aliletaka ile asali. Haiko Musa ndio aliletaka ile mai. Haleluya. Amen. Ni Baba aliye mbinguni ndio mwenye aliletaka. Amen. Ule Baba alikuwa wapi? Ndani ya mwamba. Na ule Baba iko hapa kwenye niko nawaambia. Alishaleta ingine mkate. Baka mwambie tupatie ile mkate. Haleluya. Amen. Tusikie atamwambia ile mkate ni ya wapi. Ndio twende. Yesu akawaambia, mimi ni mkate wa uzima. Mimi niko mkate wa uzima. Haleluya. Amen. Mimi ndio mkate wa uzima. Wenye Baba alitoa ni mimi. Haleluya. Amen. Mimi ndio mkate wa uzima. Ndio twende. Yeye anayekuja kwangu hatasikia njaa kabisa. Haleluya. Amen. Mwenye ananikula mimi hatasikia tena njaa. Amen. Haleluya. Amen. Mimi ndio mkate wa uzima. Na mwenye ananikula hatasikia tena njaa. Haleluya. Twende. Naye mwenye kuniamini hataona kiu kabisa. Na niko tena mai, mwenye kuniamini mie. Haleluya. Amen. Hatasikia tena kiu kabisa. Amen. Haleluya. Amen. Unaona kama ile maji yenye watoto wa Israeli walikunywaka ni Yesu. Amen. Unaona kama ile asali ndani ya mwamba ni Yesu. Amen. Unaona kama iko utamu sawa na asali. Unaona iko baridi sawa na maji kutoka ndani ya jiwe. Amen. Haleluya. Ndio tuko pamoja. Amen. Ni kweli ni wa utamu. Ni wa mzuri. Kama uyamuonjako muonji. Amen. Haleluya. Amen. Daudi alisema l'Eternel est bon. Bwana ni mwema.
Akasema ile comme divienne sur le rocher. Ni kama asali kwenye mwamba. Amen. Haleluya. Amen. Asema iko sawa sawa na asali kumwamba. Amen. Hakuna kitu kama mzuri sawa sawa na message. Amen. Hakuna ine belle histoire sawa sawa na message. Amen. Hakuna realite sawa sawa na message. Amen. Amen. Haleluya. Hakuna kwenye watu wanakuwa siri realeze sawa sawa na message. Amen. Haleluya. Amen. Hakuna kwenye kuko furaha sawa sawa na ujumbe. Wengine wako na furaha mais sécurité na renye. Amen. Haleluya. Matajiri wako wanawazia wako na furaha lakini hawana. Amen. Ukimwambia atakufa anaona ndio mwisho ya maisha. Lakini sisi tunayua badala ya kukufa. Haleluya. Amen. Kwetu kukufa ndio faida. Yenye wengine wanaogopata, yenye wa president wanaogopa, yenye vinatetemekisha wa boss. Ndio yenye sisi tunatafuta. Bwana utakuja siku gani unibebe? Hata mauti kinipeleka, merci Seigneur. Amen. Haleluya. Haleluya. Tena ninahama kwa furaha, sio kwa huzuni. Haleluya. Amen. Nikaogopa nini? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mwingine atakuweko na furaha mbele akimtishia tu kidogo, tutaona hautalala leo. Na hiyo siku atalala msharpa. Atalala mplafo hiyo siku. Haleluya. Amen. Lakini mimi hata unikalie utaniambia hautalala, nitakwambia nitalala. Ndio. Kwa sababu mwenye kunipatia kulala ni Bwana Yesu Kristo. Amen. Hata utanitafuta namna gani hautanipata. Haleluya. Amen. Haleluya. Hata kama una bunduki sitakuogopa. Hata kama una bulozi siogopi. Ninajua mwenye anamwaka huyu atalala na huyu atadamuka ni Yesu Kristo. Ndio maana hakuna nafasi kwa furaha sana hapa. Mwenye kukula hii mkate, kukula hii maji, anakuwa stable. Amen. Hana njala, hana kubabaika. Haleluya. Haleluya. Amen. Wapi kwenye batapata furaha sana hapa? Hakuna. Amen. Kubare utalalamika, utalia, mtacheza kule kuma karaoke kule, lakini mwisho yake mtalia. Amen. Haleluya. Amen. Mnacheza kidogo, saa nyingine mnapigana. Lakini huku ni furaha inaendelea. Amen. Haleluya. Amen. Huku kwenye wanachaurika kama shida za dunia ni hapa. Huku kwenye mwenye hana anacheza sasa na mwenye iko nayo. Ndio. Huku kwenye mwenye hana hata furaha iko na furahi katika Bwana. Amen. Huku mwenye iko najiuliza atakula nini kesho, lakini iko tu satisfied sana mwenye iko na stoke mnyumba. Haleluya. Hauna stoke meuko sababu ile mwenye iko na stoke. Hauna wa kukuchunga meuko na sawa sana mwenye iko na wa kukuchunga. Haleluya. Hauna irizi unatulia sawa sana mwenye wako nazo. Na huko tranquille kuwashinda hata hao. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ninamwambia kila mara ukiwa na hirizi pana mwene anakushinda naye. Haleluya. Ukikuwa na chumba moja pana wa mbili. Ukikuwa na mbili kuna watatu. Ukikuwa na tatu kuna wanne. Haleluya. Amen. Ukipata Yesu mu maisha. Nani tena wa yule ya Yesu? Hakuna. Si ninaishia pale. La fin des discours c'est Jésus. Mwisho wa maneno yote ni Yesu. Yote ndani ya yote. Haleluya. Amen. Turudie kule kwa Moize, tufuate huyu Yesu ndani ya agano la kale. Haleluya. Ufuate sasa huyu Yesu tuangalie vyenye anataka. Pale kuiti pale. Toa fimbo na kusanya makutano. Ndio. Wewe na Haruni ndugu yako. Na museme na mwamba mbele ya macho yao. Museme na mwamba mbele ya macho yao. Ili utoe maji yake. Nao utatokezea maji toka mwamba. Hivi utanywesha maji makutano na ng'ombe zao. Haleluya. Amen. Kusudi watakunywisha makutano na ng'ombe zao. Ndio twende. Musa akatoa fimbo kutoka mbele ya Bwana. Bwana alimwambia Musa neno na mwamba, lakini Musa akakamata fimbo akatoka mbele za Bwana. Ndio kama alivyomwagiza, kama vile Bwana alimwagiza. Ndio Musa na Haruni wakakusanya makutano mbele ya mwamba. Musa na Haruni wakakusanya makutano mbele ya mwamba. Haleluya. Amen. Twende. Akawaambia, sikieni sasa ninyi waasi. Musikie nyie makaidi. Haleluya. Amen. Bisirani bilikuwa bishafika hapa. Hata we mwenyewe Mungu ashabaonyesha vya kubaonyesha, lakini watu hawaeleweki. Haleluya. Amen. Bikamtia bisirani.
Mara mingi tunaattribiwa watu wa zamani maerere bage kama taka leo venye tuko na leo wabatie wakati wa zamani. Ni kulaani watu leo wangekuwa na laani. Amen. Haleluya. Amen. Musa alikuwa na roho ya Kristo ndani yake. Alivumilia yake yote, lakini naye alikifika tu na mkuya hapa mwe bakaidi basi mkuya hapa. Haleluya. Amen. Angalia sasa mapenzi ya Mungu. Inasikwaza Mungu na msirikisha. Batu walifanya madesordre Mungu akasirika. Sasa Musa naenda bachamba Mungu tena nasirikia Musa. Amen. Haleluya. Ndio pamoja. Amen. Twende. Sisi tutawatokezea ninyi maji toka mwamba huu. Ndio. Musa akanyosha mkono wake akapiga mwamba mara mbili kwa fimbo yake. Na ile visirani yote akainua mkono akakamata akapiga lijiwe mara pili. Mungu alimwambia uende sema na lijiwe, yeye akakamata akapiga mara pili. Pa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ingekuwa kama ile siku Mungu angenipatisha hai. Ingekuwa kama wewe mai hangetoka. Nibaulize hivi, eske mai haingetoka ile siku? Nani mwenye alikuwa na makosa? Si Musa ndio wa makosa. Yeah. Mungu alimwambia uende sema na mwamba. Yeye anafanya nini? Anaipiga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa Mungu anajiuliza ni vifanye wale nisifanye. Taifa lote linakusanyika pale. Taifa lote alikuwa kumlima, alijui nini Mungu alisema. Leo linajua tu tulishaambia Musa ataleta mai. Musa naye ashabisema mkienda batoshea mai, tutabatoshea mie na Haruni, tutabatoshea mai mwa hii mwamba. Kisha Musa sasa anasimama, anapiga ya kwanza, pa, unaona haichomoki. Anakamata ya pili, pa. Kisha mai haichomoki. Ingekuwa haikuchomoka kama angemfanya kazi. Benye walikuwa shamchamba vitu, kisha shabaita bakaidi. Na shamwambia nitabatoa mai, bangemwambia ushakuwa for prophet. Bangemuwaka hiyo siku. Ndio. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu naye visa vya neno lake tukifuata sheria za Mungu, Mungu hangelifanya. Mungu alimwambia wende sema, yeye akapiga. Kwa sababu Mungu hatirai yake nabii. Amen. Frère, wewe utawezisema hatafika. Un prophète akisema basi hata kama haiko ensidi le Seigneur akitamka mkinywa, wewe rudia kwanza nyuma. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana hatutakuwaka katikati ya watu wenye kusema ramenons le prophète à la Bible. Tumrudishe nabii Biblia. Amen. Amen. Benye kusema kukorije frère Branham. On ne corrige pas le prophète. Amen. Hawa kwa sahihisha nabii. École du matin alikuwa kidine. Amen. Hata si tukufe tunaenda. On ne corrige jamais le prophète. Hawa kwa sahihisha nabii. Haba sahihisha nabii. Amen. Haleluya. Amen. Amuone mshazi mwenye mnavuma message. Frère Branham aliachaka nasema hivi. Moi frère Branham, je n'aime pas le mariage mixte. Sipendi ndoa za kuchangana. Akasema sipendi kwamba sitaki kwamba frere wa mzungu aoe sere wa mweusi. Ama sere wa mweusi aolewe na frere wa mzungu. Bisifanyikake katikati yenu. Sali yenda tu anakufa. Frere, pa predicateur leo binavuma. Haleluya. Amen. Mtu anapanda kumibare. Leo biko mnabisikia kasa vile. Mnajua huko kwetu tulipata message nyuma. Na ndio maana vingine mapepo zote za atake message tutakuwa tunazipata wenzetu washazitoka kule. Ndio. Kuko mapepo zinataka. Mtu anaingia kumibara anasema, Frère Branham avait dit, msioane aseme msione kati ya beusi na bazungu. Bashinwa na babla. Na wadi bakatalia kaiko tusie. Ndio. Maana ke Chinois sione na Européen. Ba Chinois ni ba jaune. Ba Européen ni ba blanc. Ba sioane. Alléluia. Mtu un prédicateur anasimama anasema, "Moi j'ai corrigé ça." Mimi nisahihisha ile. Aseme sie wote si tulitokeka kwa Adam tuoane tu. Frère, hatupendi kujua jua nini nabii alisemaka. On ne corrige jamais le prophète. Abasahishaki nabii. Niwaambie jinsi vinakuwaka. Maana nabii ni kinywa cha Mungu. Amen.
Nibaulize ba Maria mko hapa? Ndio. Nani Maria mwenye iko hapa? Mwenye batawezi kuwa balizozana bibi yako na muloko yako, au bibi yako na frame mzungu, tuseme hivi. Bibi yako na frame mzungu. Kisha banaki yako kupatia rapport. Huyu frame mzungu ni mubaya, huyu yeye ndo alinianza. Bibi yako na anakuambia frame mzungu na bibi yako ni mubaya, yeye ndo alinianza. Utapatia nani sheria? Bibi yako. Utapatia nani sheria? Bibi yangu. Hata unaona hii ndio iko na makosa. Ndio. Wewe utamwambia kwanza frame mzungu, ukome kwa bibi yangu wewe. Ukome kabisa na ukomazi. Wala utakuwa hauna kitu wewe uanze kumbokea bibi yako. Ukome kwa huyu baba wa watu. Kama unaona makosa usitendeka mkogotea huko. Ndio. Nenda mwambie wewe ndio ulikuwa na makosa, ukome kabisa. Basi ke kungola meno saa siku. Haleluya. Amen. Tunampatia kwanza sheria. Vile ndio kisi Mungu na nabii wanakuwaka. Wewe hata ukue na pesa, wewe ndio uko na sheria. Mungu maraba nabii alisema bongo hapa, ndio hivi. Hata iti. Wewe sasa utakuya. Iko sawa vile profe na mwanafunzi kwa masomo. Wewe asema niende kusitaka profe kwa bilo. Utamshinda wewe. Batakwambia kwanza wewe tiato wanakupatia kwa jembe uende kwa lima pale. Ndio. Na fimbo wanakutilia yulu. Na wao ndio kuna sheria. Kisha vingine vyote bataenda kuogotea profe masikio muone ndani. Mungu sasa yeye ndio director wa masomo. Amen, amen. Profe sasa mwenyewe ni nabii. Si eti kwa wanafunzi. Asa mwalimu hata kosea ni mwalimu. Ukileta uyuwali kama Branham naye mbona Biblia inasema baba wanapo nataka kufa sasa. Nakufa. On the condition jamais de prophète. Abasaisha kamwe nabii. Niwape mfano. Amen. Ukisoma Mwagano la Kale, Moizi wakati baliandika kumbukumbu la Torati, banasema wakati Moabu walifika, kama si sahabu ni hivyo, wakati walifika Moabu, Mungu akaita Israeli yote. Wakati aliita Israeli ndio washafanya makosa, wakati balioona na Moabu kiolela, Moizi anaandika kukakufa 25,000 personnes. Paulo yeye anakuya pala anasema ale Musa kwa sababu ya ile kosa ya Moabu Mungu akaua 24,000 personnes. Tuamini vya nani? Unatambia Paulo wewe kwa msema bongo Musa alisemaka 25,000. Unatangoleka maneno wewe. Ndio. Siku batafufukaka ba wakati ya Musa batakeka bako nasema kama ndio kwa intero ya kubini batajibiaka 25,000. Ndio. Na wako na sheria habana zambi. Ba wakati ya Paulo batakeka sema 24,000. Ndio. Na wote wako Sheria. kwa sababu hawasaidiki nabii. Utangoleka meno papa. Sawa. Ofre Branham ayo nifanyaka acha mikuputo papa. Amen, amen. Unaona sasa tunahubiriaka sana tunapata ongeo mingi. Tunaanza wazia kama hivi ndio Fred Branham alikuwa. Fred Branham tunamsemani mtu sasa lakini anatushinda bwana. Amen, amen. Mimi niko nahubiri sibayu hata maroho. Yeye kwa nasema kushikwa mwenye atawaza mbaya juni na bayua maroho mwebote. Ndio. Anayua venye mko na washa mwebote. Kisha mie mtu mwenye lizaliwa hapa hivi na atakosa Fred Branham. Unapenda nikufe wewe. Bongo. Amen, amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Muangalie kisi abasaishaki nabii Mwagano la Kale tu. Huyu Moizi. Yapeke Musa na kana asema Bwana Mungu wa majeshi. Kusiku wake mtu mwenye ataoaka mwenye haiko Mwisraeli akaweka na kweli akamaliza. Kisha yepeke Musa akatoka akaenda Ethiopia. Akaenda kaleta mwanamke Sephora paf akamooa. Benye bana yua maandiko bakainuka. Imeandikwa. Mungu alisema tusiowe. Wewe unaoa. Nani Miriam dada yake? Musa akamwambia unanizoea haunijui. Bakaanza semeza Musa yeye peke tu ndio Mungu atakwenda kuzungumza naye. Aema mbona na sie tuko hapa? Mungu sali shukaka anaanza kuwaambia haleluya. Hatuna muda kuchambua maandiko. Akawaambia Miriam preza. Fulani preza. Wakati nitakuwa na kia sema na watu. Nabo bana wazia Mungu anasema natazungumza. Nitakuwa nasema nabo kwa maono. Ndio.
na ndoto ndiyo, lakini kwa mtumishi wangu Musa. Amen, amen. Mungu nasema tena nini? Musa angali mtumishi yako. Ndiyo, kwa mtumishi wangu Musa. Yeye sitakuwa nakuya mu maono. Sitakuwa nakuya mu ndoto. Jamais. Ndakuwa nasema naye kinywa kwa lisikio. Amen, amen. C'est vrai. Amen, amen. Miriamu kwenye alikuwa na wazia batekea kondane Musa. Ya, tabani. Unakia mtapa kweli? Nashafanya vya hivi. Na mimi nakwambia hivi na kuongezea Miriamu. Hivi ulifanya vile. Si Miriam na Haruni ndio walitetaka ndugu yao. Ni ndugu yao wa damu. Ni mkubwa na mdogo. Asa Mungu anaangalia nikipiga Haruni naye Musa hasemaki bila Haruni. Sasa vitakuwa na Haruni ni kuhani, ni pastor. Lakini hii sere yao ni ya mkanisa tu. Asema Bwana Mungu wa majeshi na depuis leo na ugonjwa mkuu majuli sema Musa. Eska alimsemaka binya habiko neno? Neno. Sasa alimsema vya neno la Mungu. Ndio. Pale na Miriamu bakamkamata bakamtoa kwanza Mwisraeli bakamubeba. Miezi yake kama ngapi iko kule 40 jours. Iko kule Bukoma. Yeye wataka fanana wa mweupe. Mwenye alienda tena mulilia mlombea msamaha ni nani? Musa. Na mwenye alifanya makosa ni nani? Musa. Usikorije nabii. Amen, amen. Amen, amen. Haleluya. Amen. Haiko mwenzenu. Haleluya. Amen. Leo tuko pamoja. Ni kinywa cha Mungu. Angalia Mungu saliona ndapatisha sasa Musa haya. Ashapiga lijiwe. Na nilimwambia aseme na lijiwe. Ndafanya haya. Mungu akateremsha tu maji. Jua shaona ni mnabii wangu alifanya. Kumbe Mungu anaendaka muherere yake. Unajua kama ukituma porte parole, akaenda sema mubaya. Ni wewe ndio ulisema mubaya. C'est vrai. Si ndio vile? Ni sawa vile leo tusikie nani? Tusikie porte parole wa gouvernement ndio Patrick Muyaya. Okay. Tusikie Patrick Muyaya alisema Kongo ilisema kama inashindwa hii vita yenyewe wanapigana. Pako mwenye atakatala? Hakuna. Kongo ilisema eske mimi nilisema. Sina mimi niko Kongo. Sina wewe uko Kongo. Na Tshisekedi ni Kongo. Haleluya. Yeye akisema egale Kongo yote Unasema. Haleluya. Haleluya. Le porte-parole du ciel. Mashabari wa maneno ya mbingu. Mwai kizazi. Ni mtu huyo. Hata ukwe pasteur wa 10 millions de personnes. Porte-parole ni huyu. Ni huyu mtu wa kipara huyu. Sebe. Papa acha uguruguru. Mungu anashushaka ungusome. Hakuna siku ashakaendamania foto na Fred Sela anaonesha siku. Umeshaiona? Iye siku alitaka na baniwa foto. Unaona nini muzaa? Haleluya. Haleluya. Gloire à Dieu. Profeta akupataka haya pale. Mungu akatoa maji. Lakini sama ilitoka. Twende sasa pale. Turudie kwa Yesu. Twende. Musa akanyosha mkono wake, akapiga mwamba mara mbili kwa fimbo yake. Maji yakatoka mengi. Makutano wakakunywa na ng'ombe zao. Haleluya. Amen. Salinyosha mkono akapiga mwamba. Maji katoka mengi. Maji kimutoni kilichomokaka. Hapana katoni, hapana bumai budogo. Hapana karobine. 2 millions de personnes haiko mzaa. Ndio. 2 millions tuweze funga hata kamshe litaikunywa na haitateremuka. Ndio. Make kilikuwa kirufubu au kiruzizi. Kikachomoka mlijiwe. Batu wakaingia na vifuraha vyote. Wakulala amo, wakukunywa na mikono, wakuleta mabumbati shote tubebe kunyumba. Usibebe kunyumba lijiwe iko pale. Na wenye walibebeka kunyumba walichokea kabure. Hakuna kwenda kubomba. Iko na kena bafata mkihama nayo na hama. Haleluya. Amen. Quel miracle. Amen. Muujiza gani? Bakihama lijiwe na hama. Bakihama lijiwe na hama. Ilikuwa lijiwe gani? Ikikuwa kukwetu leo ni bulosi. Juko kwetu manaiwa kila kitu ni bulosi. Kilema kikisimama ni bulosi. Ukiponesha kiwete ni Freemason.
Haleluya. Amen. Bangali watasema frima meri itasimama tu. Amen, amen. Haleluya. Amen. Twende pale. Bwana kawaambia Musa na Haruni, Ndio. kwa sababu hamkuniamini kwa kunitakasa machoni mwa wana wa Israeli. Sasa hapo tufuate mzuri. Mai inatoka mumwamba, batu wanafurahi. Haleluya. Amen. Tutambue kwa Musa kama alifikiria kupiga mwamba ilikuwa kwa ajili ya kiu ya taifa. Juu taifa ilitafuta ikufe. Asa kusudi sikufe na bibi mai itoke mwamba. Maana ke msaada wa mwisho wa ile taifa ilikuwa ile mai. Haleluya. Amen. Wakati ilitoka, haleluya. Amen. Batu balikunywa, balifurahi. Haleluya. Amen. Mwenye alikuwa shapata habari anaanza kumua ya yuluyulu. Baada mwambia mai natoka, ni kukuya, maana ni kukunywa, kulala ama kufurahi sana sana. Haleluya. Amen. Taifa yote ya Israeli kapona. Twende tunabilanganisha mara moja mkiroho. Tulisoma turudie kule kusema. Jean 3:16. Yohana 3:16. Musa alitoa mai kumwamba kule juu watu wasikufe. Basikufe mhali ya mwili. Basikufe na kiu. Fuata huko. Jean 3:16. Kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu, Alipenda ulimwengu hata akatoa mwana wake wa pekee, akatoa mwana wake wa pekee ili kila mtu akimwamini asipotee. Haleluya. Amen. Kumbe tulikuwa wenye kupotea. Kusema sasa usipotee inabidi uamini mwana pekee Wa Mungu. Agano la kale nayo balikuwa karibu kukufa. Kusema basikufe solution katoka wapi? Kumwamba. Haleluya. Amen. Unaona kama ule mwamba ndio huyu mwana pekee wa Mungu huku. Amen. Haleluya. Amen. Ili kila mwamini asipotee ndio. Lakini apate uzima wa milele. Lakini apate uzima wa milele. Amen. Maana Mungu hakutuma mwana wake ulimwenguni, Mungu hakutuma mtoto wake ulimwenguni kuhukumu ulimwengu, kusudia hukumu ulimwengu. Musa naye akupigaka jiwe juu Israeli waangamie. Haleluya. Amen. Objectif ya Mungu haiko kwa sababu atujije. Mungu hayafurahi akaseme hapa ndio bakwe na kweli, hapa wengine bakatale kweli juu nikie bakukumu. Hapana. Make Mungu analetaka neema kusudi angepende. Unaona makusudi ya Mungu. Atazipenda tano vungi yote baamini hii message. Amen. Maka hapo ndio makusudi ya Mungu. Kama Mungu alituma message hapa Luvungi. Kama Mungu alituruhusu kwamba tukue hapa tuhubiri ujumbe. Kama Mungu aliruhusu kwamba tuzalike hapa. Ni kwamba objectif akatupatia na mahudu juu tutafute watu wa Luvungi baamini. Amen. Haleluya. Maana ndio break capital ya Mungu. Amen. Twende. Lakini ulimwengu uokolewe naye. Lakini ulimwengu uokolewe na mwana wa Mungu. Ndio. Anayemwamini hahukumiwi. Anayemwamini hahukumiwi. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Turudie kule kunombre. Turudie kunombre. Ndio. Haleluya. Amen. Kwa sababu hamkuniamini kwa kunitakasa machoni mwa wana wa Israeli. Rudia nyuma kidogo. Musa akapiga lijiwe wapi? Kunefu 11. Musa akanyosha mkono wake, akapiga mwamba mara mbili kwa fimbo yake. Haleluya. Amen. Musa akanyosha mkono wake akapiga mwamba mara mbili. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unaona? Twende tuna ramplace. Musa anakuya na nini mumikono? Fimbo. Fimbo inamaanisha nini? Hukumu. Hukumu ya Mungu ni nini? Ni neno lake. Haleluya. Amen. Inamaanisha hukumu. Maana Musa analeta hukumu, anapiga wapi? Kumwamba. Mwamba ambayo ni nani? Ni Kristo. Haleluya. Sio kama mko naenda mnavichora mzuri hivi vinaendeka. Huyu Musa anakamata fimbo ambayo ni hukumu, anapiga mwamba. Haleluya. Amen. Huyu Kristo naye si vile vile. Mbele mali toke ndani ya Kristo. Mbele tupate wokovu ndani ya Kristo. Ilibidi Kristo apigwe. Amen. Ilibidi Kristo ahukumiwe. Haleluya. Amen. Eske mnajua kama Kristo alihukumiwa? Ndio. Tena hukumu ya mbaya. Alilainiwa. Alihukumiwa na Mungu. Mungu alimhukumu mpaka kamlaani.
Kwa sababu katika Isaya imeandikwa anaimiwe mtu anayetundikwa juu ya mti. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Musa se par la revelation. Kusema apate maji, batu wasikufe, akakamata hukumu, akahukumu mwamba katoa maji. Kusema tupate maji mkiroho. Haleluya. Tupate wokovu mkiroho. Haleluya. Mungu akaleta fimbo, akaleta hukumu, akahukumu mtoto wake. Haleluya. Amen. Tukapata wokovu. Haleluya. Amen. Eske linaeleweka? Tusome hapa. Prala verse, uwekele andiko mzuri. Chukua fimbo. Prala verse, Chukua fimbo. convoque l'ensemble. Na ukusanye mkutano. Ujumbe ya nabii. Yale 27:8-50. 27 mwezi wa 8 mwaka wa 15. Paragraphe 21. Sharia 11. Et la verge que Moïse tenait avec, Na fimbo ambayo Musa alikuwa na ce mkononi n'était pas la verge de Moïse. haikuwa fimbo ya Musa. C'était la verge de Dieu. Ilikuwa ni fimbo ya Mungu. La verge du jugement de Dieu. Fimbo ya hukumu ya Mungu. Moïse Musa tendait cela au-dessus des Égyptiens alikuwa anaweka ile juu ya Misri et les mouches apparaissaient. na mainzi zinatokea. Il tendait cela, Akailalisha alikuwa ile anaichonga, anabachonga hayo wa Misri. Les puces apparaissaient. na machawa zinatokezea. Partout il brandissait cette verge. Fasi wote kwenye alikuwa tumikisha ile fimbo. C'était une verge du jugement. Ilikuwa ni fimbo ya hukumu. Cela fait descendre le jugement sur un peuple désobéissant. Ile inashusha hukumu kwa taifa lisilotii. Neno la Mungu linataka hukumu tu ni kwa taifa lenye halitii. Amen. Et la verge était Christ. Na fimbo ilikuwa Kristo. Et il substituait pour le péché et la maladie. Na alitolewa kwa ajili ya dhambi na magonjwa. Moïse a pris la verge du jugement Musa alikamata fimbo ya hukumu et a frappé les rochers na akapiga mwamba pour faire sortir de l'eau. kwa ajili ya kutoa maji. Donc, Yaani c'était la verge du jugement de Dieu qui frappa Jésus. ilikuwa ni fimbo ya hukumu ya Mungu ndio ilimupiga Yesu. Haleluya. Amen. Si ndio pale Yohana 3:16 nasema kwa maana Mungu alimtoa mwana wake Wa pekee. hakumtoa hivi, alimtoa kwa kumhukumu. Maanake kwa maana Mungu alikondane mtoto yake juu ulimwengu sipotee. Sawa sawa na kisi Musa alipiga mwamba, Mungu naye akapiga Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Pour une meilleure compréhension, twende mwezai. Ezai kule kama nitaipata mbio. Ezai 53. Isaya 53. Nena wazeni hapo. Twende. Ni nani anayeamini habari zetu? Ndio. Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana atakuwa mbele yake kama chipuko na kama shina katika nchi kavu. Ndio. Yeye hana sura wala uzuri. Yeye hana sura wala uzuri. Ndio. Na wakati tunapomwona hana uzuri hata kumtamani. Hana uzuri hata kumtamani. Huyo ni nani? Si ni Kristo huyo. Twende. Ndio. Amezarauliwa na kukataliwa na watu. Amezarauliwa na kukataliwa Na watu. Haleluya. Amen. Twende pale. Mtu wa huzuni. Mtu wa huzuni nayo huzuni yenye ilikuwa ndani ya Moizi. Ikukataliwa na watu, kuchambiwa. Vyote ilikuwa na maanisha ndani Kristo. Amen. Twende. Na mwenye kujua taabu. Mwenye kujua taabu. Na kama mtu ambaye watu wanamfichia nyuso zao. Na kama vile mtu mwenye watu wanafichia nyuso zao. Alizarauliwa na hatukumhesabu kuwa kitu. Kweli amechukua taabu zetu. Na amebeba huzuni zetu. Lakini tulimwona akipigwa. Haleluya. Amen. Gloire à Dieu. Twende safari. Ndio. Lakini tulimwona akipigwa, akiteswa na Mungu, na kuhuzunishwa. Amen.
Eske tunaamini ya kuwa Yesu alipigwa? Amen. Alipigwa na nani? Na Mungu. Mungu yeye pekee. Gisi Musa naye alipigaka nini? Mwamba. Unaamini ya kuwa mwamba ndiye Yesu? Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Turudie kule kwa Exode. Turudie kule. Naam. Haleluya. Amen. Bwana akamwambia Musa Bwana akamwambia Musa na Haruni, ndio, kwa sababu hamkuniamini ndio. na kunitakasa machoni mwa wana wa Israeli. Eske tulimaliza hii andiko yetu? Et Moïse a pris les versets du jugement. Na Musa akachukua Et il a frappé les rochers na akapiga mwamba pour faire sortir de l'eau. kwa ajili ya kutoa maji. Donc c'était la verge du jugement de Dieu qui frappa Jésus. Yaani ilikuwa ni fimbo ya hukumu ya Mungu ambayo ilipiga Yesu Le tuant, ikamuua lui l'innocent, yeye mwenye hana hatia, faisant sortir de lui de l'eau. akitoa ndani mwake maji. Est-ce que tunafuata pale? Amen. Faisait couler le Saint-Esprit pour un peuple qui périt maintenant. Akifanya mimine Roho Mtakatifu kwa taifa lenye kuangamia sasa. Haleluya. Amen. Mungu alimpiga Yesu, Musa alipiga mwamba juu itoe nini? Maji. Mungu akapiga Yesu juu atoe nini? Roho Mtakatifu. Amen. Kama Yesu ange kuyaka akufe, roho ya Mungu ingeingia kale mwanadamu, haingewezekana. Amen. Mbele Yesu hayazaliwa hakuna mtu mwenye alipataka Roho Mtakatifu. Amen. Hata Yohana Mbatizaji mwenye aliweza kubatiza Yesu alikufaka hayapata Roho Mtakatifu. Haleluya. Bote walikuwa wanapata symbole ya Saint Esprit, lakini realite Mungu ndani ya mtu alikuwa bado. Amen. Na Moize hakuwa na Roho Mtakatifu. Abel hakuwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Noe hakuwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu Mungu alikuwa yulu ya watu, hakuwa naishi ndani ya mtu. Lakini wakati Yesu alikufa kwa msalaba, Mungu wa mbingu akatoka kule. Haleluya. Amen. Siku ya Pentekoste akashuka, akaingia ndani ya watu saa event. Amen. Kisha kaambia wale wa saa event, mwende mnaambukizia wengine, mwende mnawanyoshia mikono, mnawabatiza, mnawapatia mpaka kwa jinsi tutafika Luvungi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Gloire à Dieu. Nguvu kwa Mungu. Haleluya. Amen. Tuko pamoja. Amen. Ninafikiri badala mnaelewa hiyo. Maraba haviko vya nguvu. Il fait sortir de lui de l'eau. Anatoa ndani Il mwake fait maji. couler le Saint-Esprit pour un peuple qui périt maintenant. Aliweza kuimina Roho Mtakatifu kwa taifa lenye kuangamia sasa. Afin que nous ayons la vie. Usudi tupate uzima. Nous ne frappons plus les rochers. Sisi hatupigi tena mwamba. Haleluya. Amen. Mwamba ishakatoa maji. Tutapiga tena. Amen. Haleluya. Amen. Atupige tena mwamba juu itoe maji. Haleluya. Amen. Unahitaji maji. Nous ne frappons plus les rochers. Hatupigi tena mwamba. Mais nous lui parlons. Lakini tunasema naye. Alléluia. Amen. Observez les noms. Muangalie jina. Les prénoms, Ile jina la pekee, c'est là le pronom personnel. ile ni Il donnera des saisons. itatoa maji Parlez yake. au rocher, Sema na mwamba, il donnera saison. nawe itatoa maji yake. Alléluia. Amen. Unene na mwamba itakupatia maji. Yake. Twende sasa pale. Kisha Musa kumaliza, ananena, anapiga mwamba. Haleluya. Amen. Ambaye tunafananisha ni Mungu alipiga Yesu. Ninafikiri hiyo usemi haikorogi watu wenye wanaamini ya kuwa Yesu ni Mungu. Amen. Vinaeleweka. Ndio. Tushaka jifunza la divinite sike. Ndio. Sasa tunasema Yesu na Mungu, usianze tena Yesu akapiga Mungu akapiga Yesu tena yeye. Haleluya. Amen. Baba yuko ndani ya mwenye alikuwa ndani, ndio ule Mungu mwenye tuko tunasema. Huyu mwenye balipigaka wakamsulubisha, Mungu hakufaki. Amen. Mwenye alikufaka na hii mwili. Amen. Huyu wa ndani akatoa mtoto wake, akatoa huyu wa nje. C'est vrai. Haleluya. Amen. Binaeleweka? Ndio. Tunaenda ndio. Maji yakatoka mengi, makutano wakakunywa na ng'ombe zao. Ndio. Bwana akamwambia Musa na Haruni, Ndio. kwa sababu hamkuniamini kwa kunitakasa machoni mwa wana wa Israeli,
Kwa hivi hamutaingiza kusanyiko hili ndani ya nchi ambayo niliwapa. Haleluya. Amen. Prinsipe ya Mungu, unafanyaka dhambi, unakia tengeneza maisha. Senye, unihurumie, nilifanya uzinifu. Mungu anakusamehe. Usiwaze kama vinaishia pale. Profeta anasema Dieu ne laissera jamais un péché impuni. Mungu hawezi kuacha kamwe dhambi isiyokuwa na malipizi. Uone ashatetea Musa. Musa anapiga fimbo. Ndio maana kama unataka ni asema kila mara, ukitaka kulia mu maisha tenda dhambi. Hata Yesu atakusamea na kusamea. Frere, upendo wa Yesu ni kama vile bahari kubwa, ndio kweli. Ni msamaha wake haina mpaka, ndio. Neema yake ni kama vile bahari ya kama Kitanganyika, kweli kabisa, ni kweli. Lakini Mungu haachaki dhambi bila kuipiga. Amen. Mungu habiachaki kabisa. Angalia nabii wake ashamsamea, asapiga mwamba. Mungu anaona simpatishe haya, anatoa mai. Saba namaliza, sitaifa naanza furahi. Elombe na bilombe ba Miriamu bali kucheza bako tiki bako cheza. Hii sauti inakuya. Juu walikuwa wanaona wingu tu ikishakuwa ngambo ya hema, maana yake Mungu anabaita. Bakakia waona hii wingu hii. Bakakia waona inakia karibu. Haruni, Mungu anatuita wa twende. Banaenda Mungu anataka kuambia vingine vya mtu. Haleluya. Amen. Mungu hataki bila kupiga baba. Sikia vyenye anaanza kuambia pale. Kwa sababu hamkuniamini, akaanza kumwambia sabasha kwa wao peke. Watu habako kule, ndio maana usikorije nabii, acha nabii baende Yohana na Mungu wao peke kule. Mungu anaanza kuogota sana nabii wake masikio. Kwa sababu hamkuniamini wewe ngambe. Kwa kunitakasa machoni mwa wana wa Israeli, kunipatisha haya hivi kule mnanenda nipiga mbele ya watoto wa Israeli, ndio. Kwa hivi hamutaingiza kusanyiko hili ndani ya nchi ambayo niliwapa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ninawapatia premier punition. Hamutaingiza hii taifa mu nchi yenyewe niliwapatia. Ninabalapia. Wanaanza angaliana. Ndio vya hivi. Haleluya. Amen. Frere, shetani asikubebake zangu. Useme nishakatumika vya mingi. Mungu nikifanya kaka zangu si Mungu na anaona nishatumika vya mingi. Hata ushakafanya vyaye. Mungu akitia akukatane. Atunamuonyesha na mafoto za zamani. Unaingia kwa Facebook unatafuta zile mafoto za zamani ulipigwa fimbo juu ya Yesu. Yesu angalie jinsi alinipiga hayo hivi. Mungu ni rafiki yako wakati uko unatembea mneno lake. Amen. Ukimwacha Mungu utayua habari. Hii message hii. Uiache kisha urudie utakaa kushuhudia. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Pamoja na vile Musa alikuwa safari. Pamoja na vile Haruni alifanya. Mungu anamwambia mimi abachoka, hamtafika tena Kanaani. Haleluya. Amen. Batu benye habakuwa nasikilikana hata mu maandiko ndio balienda fikisha taifa Kanaani. Amen. Yoshua habaya msemaka hata iko kule. Mungu anamwambia, "Mimi nasema mie Mungu, wewe na Haruni ndugu yako, mpande kumulima." Wanapanda. Sibako wanabambia kumulima. Mwangalie kule ngambo, wanaangalia kuma nyumba kwa mingi, wanaangalia nchi ya mzuri. Haleluya. Amen. Kisha neno natoka na babia, haiko nyenye ndio mtaingiza taifa Mungu. Mwe mtakufia hapa. Juu mlienda piga mwamba hii mara mbili. Na mkaita watoto yangu aseme mwe bakaidi mkuu hapa. Hamtaingia. Haleluya. Amen. Angalia sasa mipango ya Mungu kabla kuweka kwa misingi ya dunia. Kama Musa hangepiga mwamba, sisi tungeokoka. Haleluya. Amen. Ile siku kama Musa hangepiga mwamba, sisi tungeokoka kale, maana Kristo hangekufa. Si maana yake Masia angezaliwa tuna hata kufa. Sisi wa mataifa tungeokoka kale. Musa ashafanya kazi ya Mungu, mipango ya Mungu, Mungu anakia mulipa na mwambia hautaingia. Haleluya. Amen. Ndezi kwa niko predestine kama nitaishi 30 za dunia ninarudia. Mungu anajua. Mewe na eneza 30 unakia na niloga. Ninakufa.
Sina kufa. Si unatimiza mipango ya Mungu. Eske Mungu atakuacha hivi? Balozi wanauwaka watu wenye Mungu ashatuweka kufa. Huyo atakufa. Lakini za dhambi wanaziweka za nini? Bangebaacha wale watu si wangekufa tu wote. Ndio. Ukimuua tena Mungu anahesabia tena nini? Dhambi. Mungu anapiga kusa. Haleluya. Turudie mu Nouveau Testament. Benye Mungu alitumikishaka mikono yenye Mungu alitumikishaka kwa ajili ya kupiga Yesu. Bali hukumiwa wala hawakuhukumiwa? Alihukumiwa. Haleluya. Amen. Tuanze na Asa numero 1, Yuda. Haleluya. Amen. Yuda kabla hata Yesu hayakata roho, yeye alikuwa shakata vibamba. Alifaidika nini? Hakuna. Niwaulize, Yuda hangekuwaka, nani angetowaka Yesu? Hakuna. Yuda hangetoa Yesu, tungekuokolewa. Akamtoa akatufanyizia mazuri. Ndio. Hakuhukumiwa. Anahukumiwa. Yesu akamwambia na heri haungezaliwa. Amen. Alifanya kazi ya wokovu. Leo kama tuko tunasema Ukristo, tuko tunasema vyote juu Yuda alikuwa. Ndio. Kama Yuda hangekuwaka, Paulo hangekuwaka. Ndio. Kama Yuda hangekuwaka, Fred Branham hangekuwaka. Haleluya. Amen. Mungu alisema ninakupiga Yuda. Haleluya. Amen. Akaenda jinyonga yeye mwenyewe. Nabii anasema watu wa mingi wanaangalia kwa misalaba 3 ndio ilikuwa wakati wa Yesu. Baada ya mwizi mawili na Yesu katikati. Lakini nabii anasema mimi ninaona ile. Ndio. Palikuwa msalaba ya Yesu, ya mwizi huku na kelke pale kwa msalaba ya Yuda. Ndio. Bote wakakofia siku hii. Haleluya. Wakati alikufa nabii anasema nimeshapasoma ndio nasita barudia tena. Nabii anasema bali mkamata kwenye bali mubeba bakaenda kumuzika. Bakamuzika mkabulongo kamoja hivi. Zile mashamba za pale zote zikageuka jangwa mpaka leo. Amen. Juu ya visirani vya nani? Ya Mungu. Mtu wa pili mwenye alihukumiwa sana, ule mwenye alienda kamata, mwenye alitimiza mzuri ile Musa alifanya. Si Musa alikamataka akapiga lijue maji ikatoka. Naye wanamwambia wende vunja babafungwa migulu. Wakati wanasulubiwa hivi. Si balikuwa watatu hivi. Na wanamwambia wende wavunje migulu juu Muisraeli kama ukipamba kumsalaba maana yake utakuvunja migulu na mpanga mbele wa kuziki. Mifupa yako isienee. Asa andiko ilikuwa lisema mwagano la kale kama alisulubiwa kumsalaba lakini mifupa yake haikuvunjwa. Haleluya. Amen. Wakati alikiangalia hivi, haleluya. Msome maandiko mtaviona. Ingia tumumatie. Uanze kwa chapitre 23 ushuke utaviona. Haleluya. Wakati alifika pale, anaangalia. Anavunja huyu migulu, anavunja huyu. Anafika kwa Yesu anakutanisha Yesu ashakata roho. Roho mbaya na visirani alikuwa Mromani. Bale bwana roho mbaya wa depu zamani. Akaleta mkuki akaanza mchomeka mumbavu na kisha kufa. Andiko nasema maji na damu vikatoka ndani ya mbavu zake. Haleluya. Amen. Si maji na damu vikatoka sawa na wakati wa Moize. Haleluya. Amen. Asali na maji vikatoka mwamba. Maji na damu vikatoka ndani ya Yesu. Amen. Eske ule mtu naye, ule mtu. Haleluya. Amen. Ule mtu nabii anasema alikufa kifo kimoja cha mubaya sana. Ndio. Haleluya. Amen. Naye kwenye balienda muzika paligeuka majifu. Majifu hivi. Pilato mwenye alikuwa kana dernière decision ya kusema muachilie Yesu wala mumuue. Akajikamatisha kama mumai akanawa mikono asema damu yake ikuwe juu yenu. Israeli nao wakaitika. Ikuwe juu ya watoto yetu na juu ya vizazi na vizazi. Bakasema na masauti kabisa wakasema tumeumuua damu yake ikuwe juu yetu. Bakajitapa hiyo siku. Frere, Mungu hataki dhambi bila kuipika. Malgré ilikuwa mpango ya Mungu. Pilato alifanya nini? Yeye peka jibebaka wakati Yesu anakufa. Tetemeko linapita, akampita fahamu. Akasimkumba alikuwa mwana wa Mungu, akajibeba yeye peke mumutoni akajitupa ndani, akakunywa vikombe akakufa. Profeta anasema ile mtoni mpaka leo inabubujikaka par saison, inakuwa na saison moja kwa mwaka, inabubujika maji ya uchungu. Mtoni kageuka uchungu mpaka hivi tuko tunasema leo iko. Unasikia hiyo kasirani ya Mungu? Amen. Israeli wenye walimusulubisha kama wenye walisemaka damu yake ikuwe juu yetu na juu ya watoto wetu, bakamtemea bakamubulula chini mona 70.
Si mlilisoma? Ndio. Mla Septanti tisa alikuya akafunga mlango ya lupango yote ya Israeli, akafunga mlango. Ukiingia sawa, ukitoka hakuna kutoka. Saba liregea na njala, basha kula mabiskuti yote vinaisha, wanakula maspaghetti zinaisha, wanakula vitu vyote vinaisha. Mla Septanti alikuwa tena Mromani, general wa Roma. Aliingia mule, alichinja watu sama kuku. Haleluya. Amen. Vitabu vinasema ya kuwa mai damu ilitiririka sa mifereji ya mai. Iko na shuka. Hukumu ya nini kosa hii? Bali huwa nani? Unaona kama mwenyali uwaka Yesu bana mhukumu mwa hiyo makosa ya hivyo. Musa kwa sababu alipiga mwamba, Mungu anamwambia hauta. Haleluya. Amen. Eske unaona ya kuwa ule mwamba ndiye Yesu? Amen. Haleluya. Eske tu avance kidogo. Amen. Muda mwa Israeli wakati banapiga mwamba, Israeli inakunywa ile mai, manake ikashikia bien, kila mtu akaimba. Ile mai pia ilikuwa malediction ya Israeli. Amen. Haleluya. Amen. Mai yenye ilikuwa ya uponyaji, bakakunywa wakapona, lakini pia ilikuwa laana juu ya kusoma andiko. Haleluya. Amen. Twende. Hamtaingiza kusanyiko hili ndani ya nchi ambayo niliwapa. Ndio. Haya ni maji ya Meriba. Ndio. Kwa sababu wana wa Israeli walishindana na Bwana, naye alijionyesha kuwa mtakatifu kati yao. Hii itakuwa maji ya Meriba, manake Mfransa ndio anasemekana pale. Ikakuwa kizila, ikasaa vile kizila, tuseme msansa ya vile. Maana ikakuwa mai ya laana. Kwa sababu gani? Haleluya. Amen. Kwa sababu Israeli walipingana na Mungu. Haleluya. Amen. Twende pale. Musa akatuma wajumbe. Ishia pale. Wakati Israeli, twende safari kwa ile mai, ndio kwenye tuko. Ile mai ikatoka ya mubaya kwa Israeli, inabawia kwanza nabii wao. Haiko tena. Pastere mwenye alikuwa pale haiko tena. Banabakia tu bobeki. Ile mai kaleta mafadhaiko. Inaleta mauti kwa pamoja, inaleta tena uzima kwa pamoja. Vile Yesu wakati alikufa. Haleluya. Amen. Aliokoa pamoja hata hukumu wengine. Amen. Pamoja ni basene pour l'éternité, wengine kama basene pour la fin. Amen. Wamoja kwa milele na wengine na leo injili kuhubiriwa leo, injili ambayo ni Yesu leo. Amen. Yesu anakuja na vitu hivi. Yesu ambaye ni message de leo anakuja na vitu hivi. Inakuja na kuonyesha bahati na inakia napoteza tena watu. Unasema namna gani? Neno moja iko ya kupoteza watu na iko ya kuwaokoa. Twende mu maandiko mule. Haleluya. Amen. Twende Luc chapitre 5. Luka sura 5. Luc chapitre 23. Luka sura 23. 23:37. Kisha tutamaliza na Mark 5. Mark 5. Tungali na 10 minutes. 23:37. Ndio. Na kusema, ndio, kama wewe ni mfalme wa Wayuda. Anzia ku 36 kwanza tusikie. Askari vile vile wakamzihaki. Wakati Yesu alikuwa anasulubiwa kumsalaba, askari wakamzihaki. Ndio. Wakakuja kwake wakimpa siki. Wakakuja kwake wakampatia siki. Ndio. Na kusema, kama wewe ni mfalme wa Wayuda, ujiokoe wewe mwenyewe. Iko wapi? Haleluya. Badada mnanifuata mzuri. Twende. Na maandiko yaliandikwa juu yake kwa maandiko ya Kiyunani. Ndio. Na Kiroma. Na ya Kiebrania. Ndio. Huyu ni mfalme wa Wayuda. Sinaandikiwa pale yule. Twende. Mmoja wa wale watenda mabaya waliotundikwa pamoja naye. Haleluya. Amen. Tukuya mmoja wa watenda mabaya. Mwenye alikuwa anatundikwa naye. Ndio. Akamtukana akisema, si wewe uliye Kristo?
eske haiko wendo Kristo? Ujiokoe mwenyewe pamoja nasi. Entre parentheses, iko na kofia banani? Alikuwa na kofia banani? Na huyu mwenye anaanza mchamba ni nani? Twende pale. Haleluya. Amen. Tusikie kama atamkufia. Ndio. Si wewe uliye Kristo, Si wewe uliye Kristo. ujiokoe mwenyewe pamoja nasi. Ujiokoe mwenyewe pamoja na sisi. Lakini wa pili akamhamakia akisema, Huyu si ndio alisema hivyo? Huyu wa pili akamhamakia akisema, uogopi hata Mungu, hauogopi hata Mungu? maana wewe ni katika hukumu ile ile. Eske na wewe nakuhukumu sawa sawa na huyu Yesu mwenye anahukumu vya bure? Eske na wewe alikusemea bongo? Haleluya, twende. Na sisi kwa kweli sababu tunapokea malipo yanayostahili kwa matendo yetu. Sie bana tuhukumu, tunahukumiwa kuvenye tunastahili kwa matendo Yetu. si wote wawili wanasema. Kila mtu anasema vyake. Anasema bwana ujiokoe pale kama uko mwana wa Mungu. Huyo na anasema bwana sie tunahukumiwa kwa vyetu. Si wote wawili wanasema. Na Yesu alitia kufia banani si batenda dhambi. Haleluya. Haleluya. Amen. Kama Yesu alitia kufia batenda dhambi, pale angeanza kuwaambia tu basi nina wasamee mwe wote mnaingia mbinguni. Usikie sasa pale. Twende. Lakini mtu huyu hakufanya neno lisilofaa. Lakini mtu huyo hakufanya neno lisilofaa. Ndio. Akamwambia Yesu, Bwana, unikumbuke wakati unapokuja katika ufalme wako. Haleluya. Amen. Akamwambia Baba, unikumbuke wakati utapia mfalme wako. Amen. Haleluya. Amen. Sikia neno ya tumaini na pia pale. Sikia. Yesu akamwambia, kweli ninakwambia, leo utakuwa pamoja nami katika paradiso. Hapana kesho. Leo unakuja pamoja nami katika Paradiso. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Si wale wawili. Huyu aliokoka wala hakuokoka. Aliokoka. Alifanya nini? Alitumikia Mungu. Alifanya nini? Hakuna hata. Akaokoka kwa vya bure. Na ndio mapenzi ya Mungu kwamba watu waokoke. Akawaokoa gratuitement. Ule Yesu mwenye anaokoa huyu mwenye yuko hapa. Ule Yesu akatuma huyu mkuzimu. Amen. Unaona? Ile mai yenye na sove huyu, ile mai na hukumu. Glory, hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hii message yenye kunaokoa watu. Yenye wengine bako wanasikia wanaokoka. Hii sauti yenye kwa masikio nasikia ni Mungu anazungumza. Pana mwingine kwa nasikia ni mwanadamu anasema. Na inamkondani. Pana mtu mwenye alikuja hapa juu asipatake ya kusamba siku ya mwisho. Ndio. Tunaona bamoja walibatiziwa Dimanche. Pana wengine walikuwa hapa Dimanche, kumbe ndio dernier tour yao. Balikuja hapa kumbe basipatake ya kusema. Namna gani injili na hukumu ndio injili na kana hukumu. Njoo maana frère, wakati unaamini message. Kama haufanyi baraka zikufikie, laana itakufikia. Amen. Hakuna mwenye sasa ndio message akatoka tena akabakia ule. Amen. Amen. Swate unakuwa mbele, swate unakuwa pili. Labda wewe mzuri zaidi ama wewe mbaya zaidi. Amen. Amen. Na kimwili na kiroho. Message inataka kufanikisha watu, inataka kuombesha watu. Amen. Haleluya. Amen. Tuko pamoja. Amen. Ukikia message unaishika, hata maisha ya mwili yanaendelea. Ukikia message unakuwa vuguvugu, itakunyang'anya na kunyolekeka nabo. Amen. Hakuna maskini mubaya sawa wa message. Rema. Anaanza wazia na benye bako na pesa wote apate ndaka mbinguni. Ndio wa maskini wa message. Haleluya. Hakuna mtu mwenye anaribika mbaya sawa mwenye anaribika message. Dada ukiharibika message hauna hata tumaini. Ndio. Haleluya. Amen. Bafie mere banakuwa ka bien benye balitoka nje bakakia message. Mewege ukafie mere wa message. Utajuta maisha yako. Haleluya. Amen.
Ili neno linatuletea furaha, linatuletea heri. Lakini ukilivunja linakukuvunjililia. Amen. Sio kama mshaona benye bashaacha message. Amen. Anaanza fanana saa mwenye anagonjwa maini, anasamuka samuka. Ndio. Na akili hazikwake tena sawa. Ndio. Amen. Hakuna mwenye atakata Yesu akikuya kila mara, haiko kama hiki sasa, kila mara akikuya anakena wokovu, anakena kupoteza. Amen. Ukimwamini, sile andiko ilisema, usietu pale hatutasoma tena nyingine andiko. Sasa ishaenda. Andiko nasema hivi, ukimwamini yeye umekwisha kuokoka. Amwaminie yeye ataokoka. Asiyemwamini hapana atahukumiwa. Amekwisha Kuhukumiwa. Amen. maana ukikuya message haukuamini umekwisha Kuhukumiwa. kama haukuishi message umekwisha Kuhukumiwa. Haleluya. Amen. Fred, hata utoke kusikutenge ushahukumiwa. Ndio. Wewe peke ushajihukumu wewe peke. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ulikala message miaka haukuamini umekwisha hukumiwa. Hii message hii mavesi yenye tuko tunasoma. Yesu anakuita. Ile Yesu ngaka kutumaka mkuzimu. Atuko Wakatoliki tubadanganye, tangazeni mwaka wa rehema. Mungu ni mwenye rehema. Tangaza mwaka wa rehema. Mwaka wa rehema. Mungu ni wa rehema, pia ni wa asia. Amen. Haleluya. Amen. Mungu ana rehemu watu yake bien sire, asia nini atahukumiwa. Amen. Siku ya kukimbia hukumu ni leo. Unachunga kesho utahukumiwa. Amen. Haleluya. Amen. Hii message niko natengeneza bamoya, ndio taharibisha wengine. Ndio. Friend, hii message ukishajitia unakuwa mnafiki, itakuharibisha moyo ajabu. Amen. Utaishi siku za mingi unafanana savile. Meme watu hawatakusaidia. Hawatakusaidia ndio bana yuko kwa group ya watu wa franga. Kumbe unakuwa kama avanturier. Utaishi maisha yako yote uko na takata tu na vitoko, hautafanyaka kitu. Jua nini haukushika message. Message kikutie kutengeneza na kutengeneza. Mshaona mtu mwenye anasema anaanza kwa mjuwai. Ndio. Anasema bwa mingi. Asha yuwa mema na mabaya. Asha yuwa bwa mingi sana. Frère, predestination. Uko mpagani mwenye anasema predestination. Mshamuona? Hakuna. Unaanza aenda muonya. Frère, unajua neno la Mungu linasema hivi, achana na vile frère atuokolewe kwa matendo. Mbona zamani ukulisemaka? Message cha kufanya mjuwai. Vema. Haleluya. Amen. Hamuyaenda mkominio. Siendo tunayua vya hivi. Mie niko siwe tai. Mwe bakorgo. Bule boto ulibuiwaka juli yaka humu message. Inakusirimusha. Ukirudia nyuma unaanza kwa muyuwali na hakuna dini itaweza kuweza kama message na kushindwa. Hakuna. Amen. Kujifanyisha wewe peke tu mtoto wako utakuwa na yeye vya bongo hivi. Vya bongo hivi tuko tunaabudu tu vya bongo. Haleluya. Amen. Tawala maisha yangu Yesu tawala. tawala maisha yangu Yesu tawala. ninaomba tawala maisha yangu Yesu tawala maisha yangu. Yesu tawala. Bwana wangu tawala kusema yangu. Tusimame. Tawala maisha yangu.